Katika kila mji kuna waliopanda mbegu wakachoka kwa ajili ya wengine. Sheikh Shaaban alikuwa miongoni mwao. Kwa moyo wa sadaka alijenga nyumba ya Allah pale Gakungwe, eneo lililokuwa halina hata athari ya Uislamu. Kwa juhudi zake leo kuna sala, kuna mwanga, kuna matumaini. Lakini alipofariki ghafla, aliyebaki alikuwa mjane aliyezingirwa na dhiki. Aliachiwa watoto 6 mikononi, mmoja wa kike, 5 wa kiume. Na familia ya marehemu walimkataa kwa sababu ya dini yake. Wakamtaka ritadi wapate nafasi ya kumsimamia, lakini mama huyo alichagua kusimama na Allah. Akabeba mateso, akaishi bila makazi ya heshima, akalia kimya. Sauti yake sasa inasikika ikieleza machungu, historia ya mumewe na shukrani za dhati kwa umoja wa kina mama wa Komibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu gai wacu mu Gakungwe ku musigiti wa Livingstone. Jewe ndumugore w'umusigwa wa Imamu marehemu Shabani Ramazani, akabavuka ngaha mu Gakungwe. Nkaba nashimye kubona mwashitse ngaha, nkaba ndabashimiye cyane, ndabakengurutse. Jewe ndi mugabo wanje n'umukristo, abi wabo n'abakristo, nyene yari umwisilamu. Mugabo wanje harageze aragwara, aritaba Imana. Yitavye Imana, aragera igihe baravuga abi wabo kwa bana banje bo batwara mu bakristo bo kuza baragenda gusenga. Nubu bahora babiba ntabizi bakabajana. Bashobora kubaha inyama zitari harari, ugasanga baziriye bakagaruka kubimbwira mu nyuma. Ikindi kintu nashimye naciye ngenda ndikora kuba mama muri Komibu. Baraje baramfasha, baranyubakira inzu. None ubu inzu iruzuye, igomba kuzura. Ico nashaka barabe ingene bobigenza, imvura ni nyinshi. Barabe ico bomfasha, kandi ndabakengurukiye cyane abamama bo muri Komibu. Ndabashimiye cyane ku bintu bageze ku rwego bageze ko gw'inzu. Ndashimye, ndakengurutse. Nubu babandanye ndabe ko nova muri iyo famiye ya marehemu nkimukira ngaha impande y'umusigiti. Ndashimye cyane, ndakengurutse. Hajjat Jane, kiongozi wa kina mama hao wa Komibu, hakukawia. Akiongoza kundi la wanawake wajasiri waliamua kujitolea, si kwa maneno bali kwa vitendo. Walitenga muda, nguvu na mali, wakaweka msingi wa nyumba ya heshima kwa mama huyo jasiri. Kama gisi mmeona, mmesikia, kundi la kina mama wa Komibu, mama Komibu ni kundi tumeunda nilipya. Nilipowaambia kuhusu mama mjane waliguswa wote. Kwa kweli wamefanya kitu kikubwa sana kuweza kumjengea mama mjane na watoto 6. Wa kwanza mmoja wa kike, 5 wa kiume. Mume wake alikuwa ni imamu hapa anaitwa Sheikh Shabani marehemu. Alifanya mambo mengi sana kuleta Uislamu hapa Livingstone hapa Gakungwe. Na alikuwa ni imamu wa kusalisha Ijumaa Masjidi ya Ansari Ruziba. Alipofariki tu katika familia palianza changamoto ya kumkosesha amani huyu mama. Atoke kwenye dini, mara wachukua watoto wapeleke kwenye kanisa. Amekutana na changamoto nyingi sana. Tulikuwa tunashirikiana katika mambo ya harakati za kwenda Mkomibu, harakati za umoja wa kina mama pa Ruziba. Tulikachi tukasema hata tuanze fikra. Marehemu alichaka parcele hapa kwa Covid. Hivi tukijunga kina mama tukaanza fondation ya mawe. Kwa kweli tulianza kidogo kidogo mpaka tumefikia hapa hivi. Ndio maana tumefikia hapa. Naambia kila atakayeona hichi kitu ajitolee kwa ajili ya Allah. Tumefikia kina mama ni hapa. Panahitajika mabati, panahitajika milango, panahitajika madirisha. Finisage ndani ya nyumba. Tumnusuru huyu mama mjane na mayatima.
mvua ndio inateremka. Ninaomba kila atakayeguswa Muislamu amtazame huruma wa mayatima nao. Ni hayo tu. Jirani naye hakusita kueleza ukweli. Sheikh Shabani ndo alifanya juhudi hapa Gakungo kwa kutaka Uislamu uinuke, kwa sababu walikuwa hakuna Muislamu hata mmoja. Anastahili msaada kupitia wema ambaye mume wake aliweza kufanya kwa kuondoa Ukristo hapa katika Kakungwe. Kaweka Uislamu, kahamasisha Uislamu, watu wote wakawa Waislamu, na mpaka leo msikiti huyo upo na yeye ndo alikuwa imamu mkuu hapa Kakungwe. Kwa hiyo kama wamama Komibu tuko hapa na kiongozi wetu yule pale ambaye ni mama mpendwa, anazifanya nyingi harakati. Tumuombee dua kwa pamoja, amjalie heri katika kazi hizi, amwepushe na shari. Mama yetu Komibu, mama wa Burundi nzima, mama ambaye alichaguliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuongoza ukina mama wa Burundi nzima. Harakati anazozifanya nyingi mpaka leo tuko hapa, mpaka nyumba inasimama. Hizi ni nguvu za wakina mama wa Komibu. Tunaomba kwa ajili ya Allah tupate watakaye kutusapoti kumalizia mabati, milango, madirisha mpaka ripu, ili huyu mama na wanaye waweze kukaa humu ndani. Atakayesaidia mayatima huyu mama kama gisi alivyohusia Rasuli, siku ya Kiyama atakuwa sambamba, utakayemsaidia yatima. Watoto wetu wanalala ndani ya nyumba, lakini mpaka leo watoto wa huyu mama wanalala nje. Tunataka fisabilillah muweze kutusapoti, nyumba hii ijae, huyu mama aweze kuingia ndani na wanaye. Na tusiachi hilo tu, kama Waislamu, mama huyu ana familia ambaye sio wa Kiislamu. Ikiwa kama tutawaacha hawa watoto, watakwenda hovyo. Kwa hiyo ni juhudi letu, mimi Muislamu, wewe Muislamu, popote pale ulipo hapa Burundi na nje ya Burundi. Tunawaombeni kwa ajili ya Allah, tutizame nyumba hii ya mayatima na tuweze kumzidishia dua mama yetu ambaye ni kiongozi alichaguliwa kuja kutizama harakati za wakina mama na kusapoti kazi za mayatima na wajani. Safari ya ujenzi imeanza kwa neema Mwenyezi Mungu, lakini bado haijakamilika. Nyumba hii inasubiri mkono wako, msaada wako, dua zako. Kwa pamoja tunaweza kuikamilisha na kuandika historia ya huruma na mshikamano. Je, wewe utakuwa sehemu ya majibu ya kilio hiki? Endelea kufuatilia channel ya kupendwa Bambara TV, na mimi naitwa Ibrahim Ramadhan, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.